أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين इन आयात का तर्जुमा ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और यौम आखिर। Khalifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala bin Nasir Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni ifuatayo: wanaamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wanaamrisha mema na wanakataza maovu, na wanaharakia mambo mema, na hao ndio miongoni mwa watendao mema, na heri yoyote watakayoifanya hawataikataliwa, na Mwenyezi Mungu anawajua wamchao. Alama ya waaminio ni kwamba wanaamuru mema na wanakataa maovu, na kwa ajili ya kurekebisha hali yao na kufanya vitendo vizuri wanashindana. Aya ya kwanza niliyoyasoma, madhumuni hii ilielezwa kule. Hii ni aya ya sura Al-Imran, na katika sura hii mambo haya yamerudishwa katika sehemu nyingine pia. Haya ni mambo ambayo inamfanya maaminio mtu kuwa mwaminio, na hii ni alama ya kuwa imani thabiti. Haya ni mambo ambayo yanampatia ufaulu mwaminio, kwa sababu Mwenyezi Mungu wale ambao wanafuata amri zake hapotezi amali zao. Ndiyo maana wale wanafanya wema na wanasambaza wema na wanashindana katika wema, Mwenyezi Mungu anawajalia neema zake. Lakini katika aya pili niliyoyasoma, Mwenyezi Mungu amesema kwamba mimi ni alim, najua mambo ya ghaibu, najua mambo ya ghaibu na mambo ya dhahiri.
kitendo chochote mnachokifanya na najua nafanya kwa ajili ya gani. Ikiwa mnafanya kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu, bila shaka Mwenyezi Mungu atafunika na rehema yake. ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yenu kwamba के इमाम को भेजा katika ufisadi huu wa siku hizi और हमें ये तौफीक alituma Masihi na Imam Mahdi alayhi salam, alituma imamu wa dhama hii उससे ये अहद किया है कि हम na alituwezesha अल्लाह के बताए हुए तरीके kwa kumpokea yeye. अपने ईमान को tumeahidi मयार पर लाएंगे ये अल्लाह ने pamoja naye kwamba sawa na amri ya Mwenyezi Mungu बयान फरमाई tutaboresha और सुनो imani yetu na tutaleta imani yetu वसीम अलैहिस्सलाम katika hali ambayo Sayyidina alayhi salatu wassalam जैसे खुदा ताला ameeleza kwa kutumia Qur'ani tukufu kwamba imani inatakiwa iwe ya aina hii. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba के लिए खोलना लाजमी अमर है यानी अगर बुराइयों से जुबान को ikiwa ni muhimu kuzuia ulimi katika kusema maombo ya maovu, vile vile ni muhimu kwamba यामुरूना बिल मारूफ है kwa ajili ya kusema haki pia kufungua ulimi ni muhimu sana. बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से पहले yamuruna bilmaruf wa yanhauna anil munkar अपनी अमली हालत nishani ya maaminio, कि वो इसको kuamuru wema na kukataa जब ये बातें कर maovu ni तो अपनी अमली हालत से muhimu sana, ili maaminio ili कि ये mwanadamu aonyeshe hali yake जो मैं कह रहा हूँ फरमाया क्योंकि इससे kwamba कि वो दूसरों पर अपना ikiwa yeye anasema उसको basi kwa amali zake anathibitisha kwamba anayo wema ya aina hii. है Kabla hajaweka athari yake juu ya wengine, anatakiwa arekebishe hali yake और नहीं अनिल मुनकर kabla ya kuweka wengine, ili hali yake ilete athari juu ya wengine. Kumbukeni kwamba होना चाहिए जो नरम हो और सलासत msizuie ulimu wenu kwa kufanya wema na kwa kuzuia katika maovu, lakini inatakiwa mtu aangalie wakati na hali. तो इस्लाम को मानने के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती vile vile kufungua कि हम ulimi dhidi ya uchamungu ni dhambi kubwa sana. Baada ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, नेकियां बखेरने वाला और बुराइयों को रोकने वाला tunatakiwa tupate hali hii na kila अलैहिस्सलाम kauli yetu na amali yetu iwe कोई हैसियत नहीं रखता sababu ya kusambaza wema na kuzuia maovu. अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेने वाले हम बन गए Pengine haina maana ya kujiunga na Sayyidina alayhi salatu wassalam, bali inawezekana kwamba tupate hasira ya Mwenyezi Mungu kwamba tumeahidi lakini hatutimizi ahadi tuliyofanya. उसी का Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, जो लोग दूर हैं na nimesema mara kwa mara तुम जरूर हो kwamba kadiri mtu anapata elimu anakuwa chini ya और उनमें क्या फर्क हो adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao hawana elimu hawapati adhabu, lakini कि इमाम को मार nyinyi kwa sababu ya kujua mkifanya dhambi basi mtapata ghadhabu. रखने की जरूरत है Basi sisi hatutakiwi tufurahi kwa sababu ya hii kwamba tumepokea imamu wa zama hii, तुम्हारा मुआवजा होगा bali tunatakiwa tuzingatie, tuchunguze hali yetu na amali zetu. बात की करनी चाहिए Pengine kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba mtakamatwa na mtaulizwa kuhusu amali zenu. इल्म हासिल कर लेना Tunatakiwa tuwe na fikira sana ya jambo hili kwamba turekebishe hali yetu. खिदमत में मामूर होना Kutafuta na kupata elimu haiwezi से बचा नहीं सकता kumkoa katika adhabu ikiwa hafanyi sawa na elimu yake. बधाई तालीम के Kuitumikia jumuiya au kupata किसी का cheo chochote katika jumuiya haiwezi kumwokoa katika adhabu mpaka anafanya vitendo vyake sawa na amri zote za Mwenyezi Mungu. Mtu तालीम दी है ambaye इस बारे में anahudumia wazee wa familia yake haiwezi kumwokoa katika adhabu ikiwa
mpaka afuate mafundisho yote ya Mwenyezi Mungu. बात हैं उनके वारिस नहीं तुम बन जाते। Sayyidina Ali salatu wassalam amesema waziwazi kwamba kwa kufanya bayet tu कि अल्लाह ताला के नजदीक वो लोग inaam hamwezi kupata. के उम्दा हों और बड़े दौलतमंद और खुश, Anasema बल्कि खुदा ताला के नजदीक mwelewe kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu wapendwa si wale ambao wanavaa mawazi mazuri, फिर आप फरमाते हैं bali wapendwa wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanatanguliza dini juu ya dunia na wanakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Anasema Sayyidina Ali alayhi salatu wassalam kwamba इला यौम katika ahadi za Mwenyezi Mungu kuna ahadi moja hii pia, waja'alu lazina tabauka fawqa lazina kafaru ila yawmil qiyama, उनको उन पर क़यामत तक yani wale ni ambao ni wafuasi wako watapata ushindi juu ya makafiri mpaka siku ya kiyama. पर गलबा देगा। लेकिन गौरतलब बात यह है Amesema kwamba तबईन में से हर शख्स hii ni kweli kwamba wafuasi wangu watapata ushindi juu ya maadui wangu, की पूरी कैफियत पैदा नहीं, lakini jambo मुत्तबईन में दाखिल नहीं हो la kufikiria ni kwamba yeyote anayefanya bayet hawezi kuingia katika jumuiya mpaka anafanya vitendo sawa na ahadi yake. सकती। तारीफ फरमाई है कि या Ikiwa hafanyi hivi basi hawezi kuwa होना ले मुनकर mfuasi wangu. Tunatakiwa tufanye maombi sana. Sifa ya maaminio Mwenyezi Mungu aliyoeleza kwamba yaamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati. Sisi वसीम tunaweza kuwa picha ya hii गुलाम सादिक na tunaweza kuitwa waaminio wa kweli wakati आपको जो हमारे तक़वात हैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश करने वाले tunafuata nasaha za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam na tunajitahidi tuweze तो इस्लाम की kutimiza wajibu wetu wote. दीनी और रूहानी हालतों को संवारने के लिए, बल्कि दुनिया Nimechagua nasaha kadhaa za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam जैसा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर हम ambazo ni kwa ajili ya kuboresha dunia yetu na akhira yetu, उन पर अमल करने na vile vile ni kwa ajili ya maendeleo ya dunia pia. की इत्तिबा करने वाले नहीं कहला सकते। Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam इस जमाने में amesema kwamba ikiwa hamfuati जो nasaha zangu katika hali hii hatuwezi kuitwa wafuasi wa kweli. Katika dhama hii kazi kubwa और यही आपका ambayo काम है, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amepewa ni kusambaza ujumbe wa Islam duniani, na hii ni kazi ya wafuasi wake. कि अपनी हालतों को पहले Lakini kwa ajili ya hii कि दूसरों tunatakiwa tuwe mfano kwa ajili ya wengine, kama alivyosema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba हमें अपने rekebishe hali yenu kiasi hiki kwamba ilete athari juu ya wengine, ndipo mtaweza kufanya kazi hii. किलो काल का Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kutukumbusha hali yetu anasema अगर निरे किलो काल और रियाकारी तक ही बात हो तो दूसरे लोगों और हम में फिर क्या इम्तियाज होगा, ikiwa हम पर क्या शर्फ, ikiwa अपना अमल mnafanya mambo kwa ajili ya kuwaonyesha wengine, hakuna tofauti baina yenu na baina ya wengine. कि जब तक उसमें चमक ना हो, Mnatakiwa muonyeshe vitendo vyenu. Vitendo vyenu vinatakiwa viwe wa aina hii, watu wengine wakubali mara moja. बात नहीं Ikiwa hali hii haiwezi kupatikana, basi watu wengine hawezi kupokea na kukubali. ताकि अहद बैत को निभाने वाले बन सके। Basi hii ndiyo ni hali inayotakiwa की हकदार tuwe nayo ili tuweze kuitimiza ahadi ya baiyati yetu बातें ही बातें करते हैं, na tuweze kutimiza haki ya baiyati ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, ikiwa sisi tunasema tu maneno जो hatuwezi kupata faida yoyote. Kwa ajili ya ushindi, jambo muhimu ni uchamungu. Ikiwa mnataka ushindi, basi nyinyi muwe wachamungu. ताला की अजमत को याद करके Kisha amesema सा रहो। Mwenyezi Mungu
anampenda mcha mungu kwa kumkumbuka neema ya mwenyezi mungu muogope na muwe na hofu ya mwenyezi mungu mioyoni mwenu ना तेजी करो na muwe na mapenzi ya mwenyezi mungu moyoni mwenu जमात kumbukeni watu wote ni watumishi na wa mwenyezi mungu msiwadhulumu mtu yeyote wala msiwaone watu wengine ni wadogo हमारी तबीयत का मैलान हो ikiwa mtu mmoja anakuwa mchafu katika jumuiya anawachafua wengine wote कि ये हरारत किस चश्मे से निकली है इस गुस्से की ikiwa nyinyi mnapata hasira haraka basi tunatakiwa mchunguze moyo wenu गुस्सा kwamba hii hali imepatikana kwa sababu gani बद होकर नहीं आना चाहिए बल्कि jambo hili ni ya गरज से आना hatari sana मोमिन mtu hatakiwi apate hasira kwa sababu ya jazba yake na hasira yake बरादरी के भी हकूक हैं amesema sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam अलबत्ता kwamba muwatendee wema kila mmoja familia pia से अलग रहने jamaa pia wana haki kwa hiyo mnatakiwa muwatendee vizuri दिलाते हुए कि अल्लाह ताला mambo ambayo ni kinyume na ridhaa ya mwenyezi mungu mnatakiwa mujiepushe mambo haya yote चाहिए kisha kwa kutukumbusha sina majukumu yetu sinam alah salatu wassalam anasema कि इंसान देखे कि उसका कौल व फेल कहाँ तक एक दूसरे से मुताबिक hofu ya mwenyezi mungu ni katika hii kwamba कौल व फेल बराबर mwanadamu achunguze kwamba kauli yake na mali yake je inaelewana inapatana ikiwa hali hii haipatikani basi ajue kwamba yeye atapata ghadhabu ya mwenyezi mungu खुदा का गज़ब moyo ambayo ni mchafu hata kama anasema maneno mazuri moyo ule haupati thamani mbele ya mwenyezi mungu bali ghadhabu ya mwenyezi mungu inashuka juu yake jumuiya yangu ielewe kwamba umekuja अंदर गौर करे kwangu kwa ajili ya hii kwamba begu ipandwe ili wawe miti yenye matunda kila mmoja ajichunguze खास्ता ऐसी है wandani wake ukoje na hali ya maneno yake yako ikoje होगा ikiwa jumuiya yetu ni ya aina hii kwamba kwa ulimi wanasema kitu kingine na moyoni kitu kingine basi katika hali hii mwisho hawezi kuwa mzuri mwenyezi mungu anasema वो परवाह नहीं करता mwenyezi mungu anaona फरमाया kwamba jumuiya ambayo haina kitu moyoni wana inasema tu kwa ulimi basi hii ni ya dunia si ya mbinguni bishara ya badri ilitolewa किया na ilikuwa uhakika kwamba ushindi utapatikana lakini mtume saa salam alifanya maombi kwa kulia sana hadrat abubakar sidik raziallahu taala anhu akasema kwamba ikiwa ni ahadi ya mwenyezi mungu kwamba ushindi utapatikana basi kuna haja gani ya kufanya maombi mtume salallahu alaihi wasallam amesema kwamba बस mwenyezi mungu ni ghanii huenda kuna masharti yaliyofichika katika ahadi hii मौके पर रो रो कर आता है वो basi ikiwa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam से रोते थे कि ambaye mwenyezi mungu aliahidi दुआएं कर alimwahidi kwamba ushindi utapatikana शर्त ना हो kuhusu yeye inapatikana kwamba alikuwa analia kiasi hiki kwamba shuka lake lilikuwa linaanguka juu ya वक्फी शरायत हैं mabega yake तो बाकी और कौन yeye alisema huenda kuna sharti iliyofichika labda sisi hatutimizi किसी को इल्म नहीं अपने आप basi ikiwa करने की बहुत जरूरत है masharti haya yanapatikana na mtume saa salam ni nani mwingine ambaye masharti hayawezi kupatikana फिर करें kisha anasema sayyidina alah salatu wassalam kwamba wamchao mwenyezi mungu जायज गजब kwa ajili yao ni sharti ni kwamba aishi katika maisha ya maskini ये आखिर कड़ी मंजिल गजब से बचना ही है गुस्से से बचना जरूरी है tunatakiwa tupambane na ghadhabu तकब्बुर और na hasira kwa hiyo ni muhimu sana kujiepusha katika hasira na ghadhabu खुद गजब उजबो पे kibri inapatikana kwa sababu ya ghadhabu na hasira कभी गुस्सा तकब्बुर की वजह से आता है और कभी na vile vile ghadhabu na hasira pia inasababisha kuwa na majivuno गुस्से की वजह बन जाते हैं baadhi wakati kwa sababu ya kibri hasira inapatikana na baadhi wakati kibri inasababisha kuwa na hasira एक दूसरे को छोटा या बड़ा समझें na mtu दूसरे पर गौर करें anaweza kujizuia katika ghadhabu wakati anawatanguliza wengine juu ya nafsi yake sitaki kwamba ये किस्म wafuasi wangu wawe
na ghadhabu. डर है कि हकारत Mwenyezi Mungu anajua nani ni mkubwa, nani ni mdogo. ताकत का बायस हो जावे। Ikiwa mtu anawaona watu wengine ni wadogo, फरमाया कि basi लोगों को मिलकर बड़े hii ni kibri, na hii inaweza kuwa maangamio kwa ajili yake. मिस्कीन की बात को मिस्कीनी से सुने। Amesema watu wengine wakikutana na watu wakubwa wanakutana kwa bashasha na kwa unyenyekevu, lakini mkubwa ni yule ambaye anakutana na wanyonge kwa bashasha na anawaheshimu वला तनाबज़ु बिलअल्क़ाब na asikasirike, asiwakasirikie. फसूको बादल ईमान Mwenyezi Mungu anasema wala tanabazu bil alqab वमन bisal ismu lfusuku bada liman यानी ईमान के बाद waman lam yatub faulaika hum zalimun. ये लगना बहुत बुरी बात है। Yani baada ya imani, ikiwa mtu ana fiski, basi jambo hili ni mbaya sana kwake. मैं पहले तो फरमाया कि एक दूसरे को वला तनाबज़ु बिलअल्क़ाब, एक दूसरे के नाम बिगाड़ कर ना पुकारो। और ईमान के बाद Wala tanabazu bil alqab, yani msiwaite watu kwa majina mabaya. और फरमाया कि Na baada ya imani, ikiwa mtu anakuwa na fiski, basi ni jambo baya sana. फरमाते हैं कि तुम एक Na amesema yeyote asiyetubu basi yeye ni mdhalimu. फुसाक व फुजार का है, Anasema sayyidina alayhi salatu wasalam, msiwaite watu फरमानी करते हैं, kwa majina mabaya, दान के पीछे चलने na kwa sababu ya hii ufisadi utapatikana. Na wale ambao wanakataa, wanamuasi Mwenyezi Mungu, wanafuata shetani. Hii ni kazi yao, को कीर न समझो। kwamba जब एक ही चश्मे से कुल wanawaita kwa majina mabaya. Yeyote anayemsumbua mtu mwingine, yeye pia atasumbuliwa. कोई दुनियावी उसूलों से नहीं हो सकता। खुदा ताला के नजदीक Nyinyi nyote mnakunywa maji katika chemchem moja. इंदल्लाह अतकाकुम इन्नल्लाह अलीम। Mbele ya Mwenyezi Mungu mkubwa ni yule ambaye ni mcha Mungu. Inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir. अल्लाह ताला Amesema sayyidina alayhi salatu wasalam, नहीं हो सकता। mema hasa और फिक्र और फिरासत bila kumwelekea Mwenyezi Mungu mtu hawezi kupata. की तरफ झुके बगैर, उसकी तरफ रुजू किए बगैर नहीं हो सकती। फरमाया Akili na elimu कि मोमिन की bila kumwelekea, bila kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, hii haiwezi kupatikana. Ndiyo maana imesemwa kwamba muogope katika की दानिश akili na ufahamu wa mwaminio, kwa sababu anaona kwa jicho la Mwenyezi Mungu. कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अकल से काम लो, फिक्र करो, सोचो। Anasema ikiwa nyinyi mnataka kupata ufaulu, basi mutumie akili na mufanye fikira na नून और कुरान करीम mufanye tafakur. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu kwamba mufanye tafakur katika Qur'an tukufu, और तकवा की राहों पर कदम मारोगे na mtakapokuwa को के जो wema na mtakapotumia akili कि रब्बना nzuri na mtakapofuata माना का फकिना ucha Mungu, basi hali ile itapatikana. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. कि ये Hali maneno haya yatatoka katika mioyo yenu, na mtaelewa wakati huo बात पर दिला kwamba kiumbe hiki si bure, तरह तरह के इल्मों bali inathibitisha दीन को मदद hekima ya Mwenyezi Mungu, ili elimu ya aina mbalimbali ipatikane ambayo inasaidia dini ya Mwenyezi Mungu. वो झूठ नहीं, Kisha वो बात jambo hili linatoka katika moyo wa mtu kwamba yoyote aliomba Mwenyezi Mungu si muongo wala si batili. फरमाते हैं कि दिल से निकलेगी। Kisha anamwomba Mwenyezi Mungu kwamba utupishe mbali katika adhabu, na dua hii kisha itatoka katika moyo wake, ndipo ataelewa kwamba viumbe wa Mwenyezi Mungu havikuumbwa bure, bali kila kitu kimeumbwa kwa lengo fulani, अल्लाह ताला की na kila kitu kina daraja. Kwa hiyo kuheshimu kila kitu ni muhimu, जाएगी कि अल्लाह ताला bali kila kiumbe cha Mwenyezi Mungu kimeumbwa kwa ajili ya lengo fulani. Kwa hiyo inatakiwa mtu aelewe फिर फरमाते हैं lengo lile. कि उलूम व फनून जो दीन को मदद देते हैं जाहिर हों। Kisha anasema kwamba ili अकल बढ़ेगी तुम्हारी, elimu ya aina mbalimbali inayosaidia dini जो भी है, जो दीन के मददगार हैं, वो
उनका भेद तो mtapata wakati akili yenu itakapoongezeka उस वक्त पैदा होगी na mtajua siri yake ni nini. करने की Basi kushindana katika wema hali hii itapatikana wakati कोशिश। इसलिए कुरान करीम mtakapokuwa na hamu ya kupata elimu ya Qurani tukufu na mtafanya juhudi kwa ajili yake. और उन लोगों में शामिल होना है Ndiyo maana kuna haja sana ya kusoma Qurani tukufu kwa makini sana. Ikiwa anataka फिर आप kujihisabu pamoja na wale ambao wanapata uhakika wa wema, रैन हासिल हो kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa nyinyi mnataka तैयार करो kwamba mupate ufaulu katika dunia na akhera na mupate ushindi juu ya watu, basi mujitakase सवारों na muwe na दूसरों को अपने अखलाक के फाजला का नमूना mufanye kazi कामयाब हो जाओ। kwa akili अच्छा कहा है na muwaonyeshe watu wengine mfano wenu, ndipo mtafaulu. गुरूम आयत Mtu mmoja amesema vizuri katika lugha ya Kipersian, बरतिल maana yake ni kwamba होती है वो दिल पर उतरती है। बस पहले दिल पैदा करो, फरमाया कि kauli पहले दिल पैदा करो inayotoka katika moyo inakuwa na athari sana. तो अमली ताकत पैदा Amesema basi mnatakiwa muwe na moyo kwanza ikiwa mnataka kuleta athari, फायदा नहीं पहुंचा kisha pamoja na maneno mufanye vitendo vizuri, kwa sababu bila तो लाखों हैं vitendo vizuri मौलवी और उलमा के kauli haiwezi kuleta athari. अपने तई Watu wengi wanadai kwa ulimi na kwa maneno wao ni wema mwema. Mashekhe wengi wanaona wanasema kwamba wao ni warithi wa manabii, wanasema kwamba kibri na majivuno inatakiwa mtu asifanye, से कर लो lakini wao wenyewe amali zao दिल पर कहाँ ni ya hali hii kwamba जिन्होंने हज़रत मसीह kwamba इस्लाम को मान लिया। maneno yao hayaleti athari juu ya mioyoni. मसीह अलैहिस्सलाम को नाम मानने वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कुछ अक्ल रखने वाले हैं, Wale ambao hawampokei Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, उनसे भी अगर पूछो ambao ni wasomi तो मौलवियों को बुरा भला ही कहते हैं, na भी करते कुछ हैं कहते कुछ। wao wakiulizwa wao wanasema mashekhe ni wabaya, wanasema kitu kingine na wanatenda kitu kingine tofauti. तो उसी से हमारे तबलीग के रास्ते भी खुलेंगे। और Basi ikiwa kauli yetu ni na amali yetu ni kitu kimoja, basi ufauli utapatikana na athari pia itapatikana juu ya wengine. Kisha kuhusu elimu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema mnatakiwa mtafute elimu. Amesema na waona कमजोरी को छुपाने के लिए mashekhe wale ni wenye makosa ambao wanakataa elimu ya kisasa, wao wanataka kuficha aibu yao. और वो ये इकरार Wanaona kwamba कि गोया अकल और साइंस kufanya utafiti kuhusu elimu ya kisasa itatia dhana mbaya kuhusu Islam. इसलिए अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए Wao ये बात तराश hawana कि उलूम जदीदा का पढ़ना ही जायज नहीं। elimu, उनकी रूह फलसफे से ndiyo maana kwa ajili ya kuficha नई तहकीकात hali yao wanasema kwamba kusoma elimu ya kisasa hairuhusiwi. फरमाया कि मगर वो सच्चा फलसफा उनको नहीं मिला जो इल्हाम इलाही से पैदा होता है। दुनियावी फलसफा का जवाब Wao इसलिए काम hawana falsafa ya kweli ambayo inapatikana kwa sababu ya ilham. Ndiyo maana wanasema kwamba msisome elimu ya kisasa. इल्हाम इलाही से Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba में कूट कूट कर भरा हुआ hawakupata falsafa ya kweli ambayo inapatikana kwa ufunuo na inapatikana katika Qur'an tukufu. और नेस्ती से Wa तहीं अल्लाह ताला falsafa hii wanapata wale tu wanakuwa wanyenyekevu अपने तहीं अल्लाह ताला के दरवाजे na पर देते हैं, अपने आप को अल्लाह ताला की चौखट पर रख देते na wanakuwa wanakaa wa mlango wa Mwenyezi Mungu हैं ख्यालात na wanainama na wanaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. और जो अपनी कमजोरियों को एतराफ Na गिड़गिड़ा कर wale ambao hawana kibri ya aina yoyote na wale ambao wanakubali होती है, फिर उनको अता होता है। hali yao kisha wanakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Hali hii inapopatikana, basi elimu na maarifa yanapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. उलूम जदीदा हासिल करो। Kuna haja kwamba siku hizi kwa ajili ya kueneza dini mutafute elimu ya kisasa. बड़े और बड़े जिद्दोजहद से हासिल करो।
इसमें मेहनत करो, साइंस में तरक्की करो, na mutafute elimu kwa juhudi sana na mupate maendeleo katika science. और ये भी नेकियां फैलाने का Siku hizi nawaambia wanafunzi kwamba wajitahidi sana katika science, na hii pia ni njia ya kusambaza wema. साइंस का Elimu itakapopatikana, तो बहुत elimu ya kisasa itakapopatikana, elimu ya science, जदीदा हासिल करो, basi जद्दोजहद से हासिल njia mpya itafunguliwa. बयान कर देना Amesema mnatakiwa mutafute elimu kwa bidii, और ऐसे महव और मुनहमक हुए कि किसी अहले दिल और lakini wale ambao wametegemea elimu hii वो खुद अपने अंदर इलाही नूर न रखते थे, na hawakupata nafasi ya kukaa na watu wema, दूर जा पड़े। na wao तो बेशक हासिल करो, लेकिन साथ साथ walianguka na walienda mbali kwa dini. सही रास्ते पर चलते रहो। Na pamoja na elimu hii inatakiwa mupate elimu ya Qur'an tukufu pia, ili mufate njia iliyonyoka. और बजाय इसके कि उन उलूम को Kisha mnatakiwa muwe na uhusiano na wale ambao wana elimu ya Qur'an tukufu. हिदायत करने की बेसूद कोशिश करके अपने जोम में Ikiwa wao walitakiwa wangeleta elimu ya dunia chini ya elimu ya Qur'an tukufu, lakini walifanya kinyume yake. दीनी खिदमत वही बजा ला सकता है Kumbukeni, रखता हो। huduma ya dini anaweza kufanya yule tu ambaye anakuwa na nuru ya mbinguni. इसलिए Na katika zama hii nuru hii tulipata kutoka kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. और Ndio maana tafsiri ya Qur'an tukufu na kuelewa tafsiri yake, kusoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wassalam साइंस को दीनी इल्म na kusoma tafsiri yake ni muhimu sana. ऐसी बात नहीं होती, Ndio maana mnaweza kuchanganya elimu ya science pamoja na Qur'an tukufu. दीन पर गालिब आ जाए। हमेशा दीन ही गालिब रहता है और दीन Katika hali hii elimu ya dunia haitapata ushindi juu ya elimu ya Qur'an tukufu au elimu ya dini. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba की वजाहत करते हुए sabiru wa rabitu, kwa kueleza maana yake anasema maana yake ni kwamba wasihi फरमाया कि जिस subra के मुकाबले पर na mulinde mipaka सरहद kama dhidi ya maadui. हाथ से ना निकलने पावे, इसी तरह Ni muhimu kuwa na ulinzi mpakani. Vile vile nyinyi pia muwe tayari kwa ajili ya kulinda mipaka. की फौज बड़ी अच्छी समझी जाती थी। Zamani इस जमाने में हर किस्म की जो जदीद आलात kwa ajili ya kulinda की हिफाजत करनी है, mipaka करनी है। mwanajeshi ilikuwa muhimu sana, फरमाया जिस lakini siku hizi kulinda mipaka silaha ni muhimu. हमारी तरफ हम Kama farasi ni muhimu ili mdui asipite mpaka, vile vile nyinyi pia mnatakiwa muwe tayari isije mdui कहूँ कि अगर तुम aruke mpaka na और खिदमत करना चाहते हो apatie hasara Islam. और तहारत इख्तियार करो। Nimeshawahi kusema kwamba ikiwa mnataka kuhudumia Islam, kwanza mnatakiwa mujitakase अल्लाह ताला की पनाह के महफूज किले में आ सको, ili mupate फिर तुमको इस खिदमत का शर्फ और इस्तेकाक हासिल। ngao wa Mwenyezi Mungu, kinga wa Mwenyezi Mungu. ताकत कैसी कमजोर हो गई है, तो मैं Mnaona kwamba उनको hali ya Waislamu imekuwaje siku hizi, imekuwa dhaifu. हाल जैसे आज से 100 Mataifa yanawaona kama ni wajinga. बल्कि बढ़ गई है। मुसलमानों को Hali hii inapatikana hata mpaka leo. Iliyokuwa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, watu wamewachukia Waislamu kwa sababu ya amali zao. भी कमजोर और पस्त हो Amesema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba खात्मा ही समझो। ikiwa nyinyi pia mtakuwa dhaifu katika imani, basi muone kwamba ni mwisho wenu. तुम्हारी भी अगर ताकतें कमजोर हो, Nyinyi mmepokea imamu wa zama hii. इनको भूल गए, Ikiwa nyinyi pia mkikosa nguvu, mnamkisahau dini, basi katika hali hii ऐसे पाक करो। फरमाया muone kwamba ni mwisho कि कुदसी को mwisho wenu. हिदायत करे, Mujitakase nafsi zenu kiasi hiki kwamba अल्लाह ताला का फजल हमेशा मुत्तकियों और muweze हाल हुआ करता kulinda mipaka. है। अपने अखलाक और अतवार ऐसे न बनाओ Msaada wa Mwenyezi Mungu दाग लग जावे। unapatikana wakati mtu anapojitakasa. इस्लाम को दाग लगता है। कोई मुसलमान
wale पी लेता है, ambao hawafuati करता फिरता है, mafundisho ya islam और मोरी islam inapata aibu kwa sababu ya hii. wengine wanakunywa pombe हिंदू और ईसाई na kwa sababu hii anaanguka katika uchafu na anapigwa na mabaniani na wakristo wanacheka juu yake. दरपर्दा उसका असर नफ्से इस्लाम तक पहुंचता है। hii si kitendo chake tu जेल खानों की रिपोर्ट bali athari yake inapatikana juu ya islam pia. इस कदर मुसलमान na huzunika sana kwa kusoma taarifa ya aina hii kwamba waislamu कि ये लोग जो सिर्फ wamepotea na kwa sababu ya hii wamepata ghadhabu. अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि इस्लाम पर हंसी कराते हैं। और ये wale ambao hawafanyi vitendo vizuri hawapati hasara wao wenyewe tu bali जहाज़ों पर भी अब wanaleta aibu kwa islam pia. हाँ, शराब waislamu pia hata kama wakati mnaposafiri katika ndege पाकिस्तान का सफर कर रहे हैं, mnaona kule सफर कर रहे हैं और बेहतरीन pombe शराब पी रहे हो। pombe inaletwa katika ndege ya pakistan au saudi arabia. waislamu wanakunywa pombe sana फरमाया kisha wanawasumbua watu wengine. चाल चलन और अतवार ऐसे बना लो amesema sainam alah salatu wassalam kwamba vitendo vyenu vinatakiwa viwe aina hii kwamba wa makafiri wasipate nafasi ya kuleta aibu, बहादुर kueleza aibu yenu ya aina yoyote. किस किस्म का बहादुर होना। shujaa ni nani? sainam alah salatu wassalam anasema फरमाया कि हमारी जमात में शाहजोर और पहलवानों की ताकत mwaminio anatakiwa awe shujaa wa aina gani? हमें वो नहीं चाहिए। sisi hatutaki shujaa मतलूब हैं wa dunia ये कोशिश कर bali tunataka shujaa ambao wanabadilisha hulka zao na wanakuwa na nguvu ya kubadilisha hulka zao. नहीं, असली बहादुर वही है जो तब्दीली shujaa si yule ambaye मदद पावे। ana बस ये याद रखो, anainua हिम्मत और कुव्वत mlima anaweka sehemu ingine, bali shujaa ni yule ambaye anabadilisha hulka zake. basi mutumie nguvu yenu yote kwa ajili ya सही का आयत kuboresha hulka zenu. को मद्देनजर रखने के लिए आप नसीहत फरमाते हैं कि अलावा अजीम दो sainam alah salatu wassalam anasema kwamba सादिक के kuna mambo mengine pia ni muhimu, ni inatakiwa muzingatie. उनमें से एक हकायत सहिया का है। ये अल्लाह ताला का कमाल फजल है कि उसने mnatakiwa मुकम्मल हकायत muwe na को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु itikadi sahihi. बदूम ni ihsani ya mwenyezi mungu kwamba kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam alitupatia itikadi sahihi कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। na फरमाया hatukufanya juhudi kwa ajili yake में दिखाई गई है। bali tulipata kwa kumpitia mtume saa salam. बस खुदा ताला के इस lakini का शुक्र करो। watu wengi bado यही है hawajapata fadhila hii. अमाले सालिया को बजा mnatakiwa mumshukuru neema hii ya mwenyezi mungu, na shukurani yake ni kwamba mufanye vitendo vizuri लेकर दुआ मांगो कि वो उन अकायद सहिया पर साबित na mufanye maombi अमाले सालिया की तौफीक बख्शे। ili muweze kuwa na imara juu ya vitendo hivi vizuri. इबादत में जो बात है उसमें na katika सलात और ज़कात katika ibada उमूर शामिल हैं। saum na swala करो कि मसलन pia नमाज है, ये दुनिया में आई है, inapatikana. दुनिया से नहीं आई। angalieni सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया swala imekuja duniani lakini haikuja katika dunia hii. mtume sallallahu alaihi wasallam amesema qurrata aini fi salat, दुनिया से नहीं आई, दुनिया वालों yani swala imekuja duniani lakini अदा कर सकते हैं। si mambo हकीकी मोमिन mambo ya watu wa dunia inaweza kutimiza haki ya swala wale tu ambao ni waaminio. देखो लूत jumuiya yetu inatakiwa izingatie akhira. हर एक को लाजम है angalieni hali ya mataifa ya lut ilikuwaje. मुलामत करके खुश kila mmoja anatakiwa ikiwa moyo wake ni mgumu basi alaumu moyo wake na aonyeshe unyenyekevu कोशिश करो, अपने आप को कोसो, दिल को कोसो na afanye कि वो उसमें juhudi mara kwa mara अल्लाह ताला की तवज्जो पैदा हो। ili ulaini upatikane moyoni mwake na mwelekee mwenyezi mungu. फरमाया कि हमारी जमात के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके amesema sainam alah salatu wassalam ni muhimu sana kwa ajili ya jumuiya yetu. मगर उस पर चले नहीं तो ये लाभ ikiwa mtu anadai kwamba yeye ana maarifa kisha hafuati basi गाफिल ना रहे hii और उनकी मोहब्बत को haya ni maneno tu. कर अपनी मोहब्बत को ठंडा ना करे। इंसान बहुत तमन्नाएं रखता है गैब की कदा व कदर maaminio anakuwa na tamaa
chungu mzima की और कदा व कदर की किसको खबर है? hakuna anayejua ghaibu आरजुओं के hakuna anayejua itatokea nini ख्वाहिशात हैं, उनके मुताबिक जिंदगी नहीं चला करती। maisha hayaendi sawa na tamaa ya binadamu का सिलसिला और है, और यही सिलसिला सच्चा है। याद रखो कि खुदा ताला के पास इंसान के सवाने kumbukeni kwamba उसे क्या मालूम है कि उसमें क्या क्या लिखा है। इसलिए दिल को जगा mwenyezi mungu anajua hali ya kila mtu अल्लाह ताला के पास जो तुम्हारी जिंदगी kwa में hiyo पहुंच रहे हैं, mwanadamu hajui kitu gani kimeandikwa kwa mwenyezi mungu इसलिए बार बार hakuna kitu ambacho kilichofichika और अलग तरह kwa hiyo mnatakiwa muendelee फिर फरमाते हैं kuzingatia na kuchunguza mioyo yenu ili mwelekee mwenyezi mungu क्योंकि तकवा ही एक ऐसी चीज है mufuate njia ya uchamungu uchamungu ni muhtasari wa sheria बयान करना चाहें तो मगज़ शरीयत ikiwa tunataka kueleza sheria kwa muhtasari basi तो बहुत है, लेकिन अगर lengo lake ni uchamungu tu सादिक होकर ikiwa mtu सादिक होकर anafuata na anatafuta uchamungu kwa unyenyekevu na kwa subra सिद्ध की वजह basi kwa sababu ya hii anapata अल्लाह ताला madaraja ya hali ya juu mwenyezi mungu anasema innama yatakabalu llahu min almuttaqin कबूल फरमाता है, mwenyezi mungu anapokea maombi ya wamchao mwenyezi mungu उसके वादों में तखल्लुफ, hii ni ahadi yake na mwenyezi mungu hafanyi kinyume na ahadi yake जैसा कि फरमाया है इन्नल्लाह ला युखलिफुल kama alivyosema inna allaha la yukhlifu lmiad इस हाल में तकवा की शर्त कबूलियत दुआ के लिए गैर मुनफिक शर्त है। तो एक इंसान sharti ya uchamungu ni muhimu sana kwa ajili ya तो क्या kupokelewa kwa maombi नहीं है? लिहाजा हमारी जमात को लाजम है कि जहाँ तक मुमकिन हो jumuiya yetu उनमें से inatakiwa sawa हमारे na uwezo kila mmoja afuate njia ya uchamungu और ज्यादती ईमान ili apate maombi yake yapokelewe ili awe na imani kamili कि बहुत दफा kisha anasema sainam alah salatu wassalam kwamba तुम लोग मुत्तकी mara chungu mzima nilipopata ilhamu hii kwamba muwe wacha mungu खुदा तुम्हारे साथ हो na mufuate njia za wacha mungu ndipo mwenyezi mungu atakuwa pamoja nanyi कि मैं क्या kwa sababu ya hii nahuzunika sana kwamba nifanye nini ili jumuiya yangu ifuate uchamungu kamili गलबा हो जाता है, nafanya maombi sana न वो पहुंच जाता kiasi hiki kwamba nazimia kwa sababu ya kufanya maombi है कि निगाह में मुत्तकी ना बन जाए, खुदा ताला की नुसरत ikiwa jumuiya हाल नहीं हो सकती। haifuati uchamungu msaada mwenyezi mungu pia haupatikani और तो रह तो uchamungu ni muhtasari कुरान करीम ने wa kila sheria iliyokuja kutoka mbinguni खुदा ताला की अजीम शान मर्जी और पूरी रजा का इजहार करती है, यानी इस लफ्ज़ तकवा में खास तौर पर आपने एक वक्त ज़माने में जमात hasusan sayidinam alah salatu wassalam के रब्बाना wakati fulani alisema wahmadia wasome dua hii rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar इंसान के वास्ते amesema toba kwa ajili ya mwaminio si kitu kinachoenda bure बल्कि इससे इंसान wala athari yake haipatikani siku ya akhira tu bali kwa sababu ya hii dunia na akhira inaboreka नसीब होती है। na bashasha inapatikana katika dunia hii na katika akhira pia katika qurani tukufu mwenyezi mungu anasema rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ए हमारे रब हमें इस दुनिया में भी e mola wetu मान अता फरमा utupatie utulivu na bashasha katika dunia hii na katika akhira pia और हमें आग के अजाब से बचा। na utuepushe mbali katika adhabu में तौबा ही angalieni katika rabbana क्योंकि रब्बाना kuna ishara और रब्बों को जो उसने पहले बनाया, kwamba यानी इंसान ने जो अपने रब बनाए हुए हैं कोई yani mwanadamu aliyefanya miungu mingine aiache miungu yote खुदा से na amwelekee mwenyezi mungu इंसान के दिल से निकल ही नहीं सकता। na hii hali haiwezi kupatikana mpaka mtu जाने वाले awe na hali fulani moyoni mwake असल में इंसान rab ni yule ambaye anayemlea mwanadamu anakuwa na miungu wa से पूरा भरोसा होता aina mbalimbali na anawategemea है। अगर उसे ikiwa anategemea hila yake ni mungu wake अमाउंट है, ikiwa anategemea nguvu yake basi hii ni mungu wake फकर है, ikiwa anategemea इस तरह के हजार mali yake hii ni mungu wake
vile vile ni miungu mingine ya aina hii. तर्क करके उनसे बेजार हो madamu haachi miungu hawa wote, के आगे सरे न्याज ना झुका hawezi और रब्बाना की पुरदर्द और दिल को पिघलाने वाली आवाज hawezi kumwelekea आस्ताने पर mwenyezi mungu. तब तक वो ikiwa haanguki mbele ya mwenyezi mungu hawezi kuelewa mungu wake. उसके हुजूर अपने गुनाहों का इकरार kwa तौबा करता basi kwa moyo safi anatubu na anasema तो तू rabbana, अगर हम yani mola wangu ni wewe, lakini kwa sababu ya kosa letu tuliendelea kupotea hapa na pale. झूठे बुतों और बातिल basi sasa nimeacha miungu yote की रबूबियत का इकरार na kwa moyo safi na kubali wewe ni mola na nimekuja kwako. के खुदा को अपना रब बनाना मुश्किल है. ये हालत ikiwa mtu hana hali hii basi hawezi kumfanya mwenyezi mungu awe rabu rai yake. रब और उनकी कदर व मंजिलत madamu haondoi miungu mingine yote katika mioyo तक हकीकी रब katika moyo wake उसकी रबूबियत का ठेका नहीं उठाता. mpaka लोगों ने झूठ ही को hali hii haiwezi kupatikana, hawezi kupata ladha ya mungu wake. गुजारा ही मुश्किल है. बाज चोरी और राहजनी और फरेबदही को अपना watu wengine wanaona है कि उस इसरा के सिवा kwamba bila kuiba haina njia ingine. बाप वो चीजें हैं. देखो एक चोर जिसके पास सारे नकबजनी के हथियार मौजूद हों, mwizi ambaye anakuwa na silaha ya kuiba na usiku anapata nafasi जागता na hakuna mlinzi, katika hali hii किसी और राह को भी जानता है जिससे उसका रिस्क आ सकता है. katika hali hii atafanya ataiba जानता है na anaona kwamba उनको अपनी ही silaha yake ni mungu wake. भरोसा होता है. उनको wako watu wa aina hii ambao wanategemea dunia na wao hawaoni haja ya kumwomba mwenyezi mungu. wao wataomba namna gani? maombi yanafanya yule ambaye anaona njia zake zote zimefungwa. basi dua ऐसी दुआ करना सिर्फ inatoka katika moyo wake, rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasana. wale tu ambao wanaamini kwamba mungu wao ni mwenyezi mungu अरबाब बातला हेच हैं. na miungu mingine yote haina thamani yoyote. नहीं जो क़यामत को होगी. वक़ीना अज़ाब नार जो कहा है wakina azabanar, सिर्फ वही आग नहीं moto si ule tu utakaopatikana katika akhira bali katika dunia pia. वो देख लेता mtu ambaye anaishi maisha mrefu anakuwa anapata moto wa aina mbalimbali. wenye wazoefu wanajua kwamba moto wa aina mbalimbali unapatikana duniani, adhabu na haufu na njaa pia ni na maradhi na kushindwa katika कि अंदेशे हजारों किस्म के दुख औलाद बीवी वगैरह के मुतालिक katika hila na kupata साथ मामलात में shida kutoka kwa watoto na wake wote ni moto. किस्म की आगों से हमें mwaminio anafanya maombi kwamba e mola wetu utukushe katika moto huu जिंदगी को तल्ख करने वाले हैं और इंसान के लिए वह मंजिला आग हैं, बचाए रख. na utupushe katika mambo ambayo ni sababu ya moto. हिंदियों से खुदा ताला का वादा ahadi ya mwenyezi mungu na waaminio हो चुका है wanajumuia ambao ni wanajumuia wa kweli. sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kuhusu hii कि kwamba wajailu lazina tabauka fauka lazina kafaru ila yaumi alqiyama. ये तसली बख्श वादा hii ni ahadi पैदा होने वाले इब्ने मरियम से हुआ था. ilikuwa na masihi मगर मैं तुम्हें बिशारत isa alayhi salatu wassalam, lakini nawabashirieni kwamba वाले इब्ने मरियम को भी kwa jina la masihi maud nimekuja na mwenyezi mungu ameniahidi pia hivi hivi. मैं जो मसीह बन के आया हूँ yaani mimi nimekuja kuwa masihi aliahidiwa. mwenyezi mungu ameniahidi na amenibashiria. basi mufikirie nyinyi wenyewe kwamba क्या वो लोग हो सकते हैं wale wanaotaka kujiunga na kupata sehemu katika bishara hii wanaweza kuwa wale ambao wanafuata अल्लाह ताला की njia ya ovu, सच्ची कदर करते हैं. lakini wale ambao wanaheshimu ahadi hii. याद रखो और दिल से सुन लो. na मैं फिर एक बार उन लोगों को मुखातिब करके कहता हूँ nawaambia watu ताल्लुक रखते kweli 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 kwamba wale ambao wana kujiunga nami kweli kweli हैं. ऐसा ताल्लुक है कि जिसका असर न सिर्फ मेरी जात na wanakuwa na uhusiano maalum है जिसने मुझे भी इस बरगुज़ीदा इंसान na athari yake inaonekana. जो दुनिया में सदाकत और रास्ते की रूह लेकर आया. मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इन बातों का असर मेरी ही जात तक पहुँचता तो मुझे कुछ भी अंदेशा nasema kwamba ना
इनकी परवाह थी, मगर इस पर बस नहीं होती। ikiwa इसका असर हमारे नबी ningepata athari वसल्लम mimi mwenyewe nisingekuwa na wasiwasi, lakini athari yake ऐसी सूरत inafikia mtume sallallahu alaihi wa sallam. सुन रखो कि अगर इस बशारत से हिस्सा लेना ikiwa ninyi mnataka kupata sehemu katika bishara hii हो और इतनी बड़ी कामयाबी के na क़यामत तक मुकफ़रीन पर गालिब रहोगे कि सच्ची प्यास तुम्हारे अंदर है, mnakuwa na kiu, इतना ही मैं कहता हूँ कि ये कामयाबी उस वक्त तक हासिल ना होगी basi mafanikio haya hayawezi kupatikana mpaka muache nafsi ya lawama na mupate nafsi ya mutmainna. उसके साथ पैबंद रखते हो जो मामूल में अल्लाह है, बस उसकी बातों को दिल के कानों से basi munisikilize kwa makini sana na mufuate amri zangu zote, जो इकरार के बाद इनकार की नजासत में गिरकर अबदी अजाब खरीद लेते हैं। बस ये उन नसाए में से basi hizi ni nasaha chache katika nasaha za sayyidina alayhi salatu wassalam अपनी alizozipatia jumuiya yake. खुशकिस्मत है वो mwenye bahati उन्होंने बराह रास्त ni yule ambaye aliyempokea की सोबत से sayyidina alayhi salatu wassalam moja kwa moja और ये बातें na alisikia nasaha hii, खुशकिस्मत हैं हम na sisi pia ni wenye bahati nzuri तक ये बात ambao पहुंची tulipata nasaha hii, na tunatakiwa tuwashukuru wale ambao walitufikishia कि हम nasaha hii हकीकत ili tuweze kuelewa बन सकें ahadi ya bayati yetu na tuweze kuwa pamoja na wale ambao wanafanya wema और नेकियों की रूह na wanaelewa roho ya wema na wanasambaza wema. में बन सकें, tuweze kuwa pamoja na wale आगे कदम ambao बढ़ने की हर wanapiga hatua mbele कोशिश na wanafanya juhudi kwa ajili yake. यहाँ पर इस जमाने में मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने डाला है। zinama alayhi salatu wassalam alituelekeza katika njia iliyonyoka katika zama hii. kwa hiyo kila mmoja wetu jukumu lake ni kwamba kwa kumshukuru mwenyezi mungu aendelee kupiga hatua katika uchamungu. अल्लाह ताला mwenyezi mungu atuwezeshe sisi sote. सब leo baada ya swala ya ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu kadhaa. ya kwanza ni ya मुरब्बी mbashiri wetu जो ambaye alikuwa makao makuu मुकरम Sheikh Muhammad Naim Saheb, शेख मोहम्मद असलम साहब mtoto wa Sheikh Muhammad Aslam Saheb wa Duniapur. शोबत alikuwa akifanya उनका रिकॉर्ड alikuwa akihudumia jumuiya katika idara ya kuweka rekodi. और दफ्तर alikuja ofisini na alianza kufanya kazi. alipata maradhi ya moyo kule akazimia. alipelekwa hospitalini lakini aliaga dunia, alifariki. वजूद जिंदगी ने वफा न की और inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। umri wake ulikuwa miaka 62 और बड़ी alikuwa mwenye bashasha sana. इस शख्सियत के मालिक थे। alikuwa akikutana na watu kwa bashasha. 18 साल की उम्र में katika umri wa miaka और उनको लगे सिलसिला 18 alifanya wasia na alitumikia jumuiya katika Sierra Leone na vile vile katika mikoa mbalimbali ya Pakistan. pia alitumikia jumuiya. में बताया आजकल siku hizi alikuwa katika idara ya kuweka rekod kule makao makuu और na alikuwa anafanya kazi vizuri. ये मुकर्रम मौलाना रशीद अहमद साहब alikuwa jamaa ya Bashiri Rashid Ahmed Chuktai Saheb. और इनकी अपनी औलाद yeye alikuwa hana mtoto lakini alimlea binti, ameacha हिम्मत और हौसला दे। mjane. mwenyezi mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na wapatie subra familia yake. jeneza ya pili ni bana Asan Kamal Saheb, मुकर्रम जफर इकबाल साहब mtaa wa Sadar Karachi. इनका ताल्लुक पंजाब alikuwa mwenyeji wa mkoa wa Laya. और इनके परदादा babu yake अहमदी alijiunga na jumuiya, के साहबी थे। आपके हाथ पे बैठ alifanya bayet kwa mkono wa Sayyidina Alayhi salatu wassalam. और इसी तरह इनके दादा भी na babu yake pia alikuwa na uhusiano fulani mzuri na Khalifa wa 4 हैं के तौर na mama yake anatumikia jumuiya kama ni sadar lajna. ये कराची के हल्का महमूदाबाद में alikuwa akifanya kazi katika
mtaa wa mahmudabad wa karachi यहाँ na kule kuna upinzani wa jumuiya watu kadhaa wameuawa kule wanajumuiya alikuwa anafanya kazi katika kampuni fulani और tarehe 18 wa januari उसमें वो लोग अपने baada ya मशगूल थे कि kumaliza kazi saa 10:30 katika juu ya pikipiki alikuwa narudi na watu kadhaa walijaribu kunyang'anya simu yake alipokataa basi walipiga risasi kwa hiyo alifariki pale pale या तो बहरहाल अगर जमात ikiwa hii si इस अहमदी होने के shahada लगता है कि ushahidi wa jumuiya lakini inaonekana kwamba walitumia hila hii शहादत थी वजह बनती हो शहादत की लेकिन बहरहाल lakini हम में जहाँ थे और वहाँ के alikuwa kazini अपनी na kwa ajili ya kulinda maisha yake amefariki hii pia ni ushahidi na lillahi wa inna ilaihi rajiun इनकी umri wake ulikuwa miaka 30 थी और छोटे से na alikuwa mdogo katika familia jeneza ya tatu जनाजा है bana irfan ahmad saheb साहब ucha mangat wa hafzabad tarehe 9 wa januari को amefariki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun वहीना ले राजे हूँ ये हज़रत मौलवी फजलुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु alikuwa mtoto wa mauli fadhaldin saheb aliyekuwa sahabi पाकिस्तान wasinam alah salatu wassalam alitumikia jumuiya katika furqan force और मूसी थे खिलाफत जमात से भरपूर ताउन था इनके एलिया और 5 ameacha mabinti watano na मुरब्बी सिलसिला watoto wa kiume watano mtoto wake mmoja ni mbashiri katika Sierra Leone yeye hakuweza kushiriki katika jeneza पैदा होगा ni baada ya swala nitaswalisha jeneza ya hawa wote watatu mwenyezi mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na wapatie subra familia zao amin الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله